Nini sasa? Kwani shida nini sasa? Kwani shida wapi babu? Ndio huyu jamaa kumbe meusho huyu. Moze unaanza kuzingua. Subiri sasa. Ndio huyu hapa. Kosa lake nini? Haya mzee, kosa lake nini? Huyu hapo ndio ile miguno yote tulikuwa tunasikia ndio anasababisha huyu hapa. Sasa wewe vipi babu? Wapi? Sasa hata miguno sawa miguno anasababisha yeye. Wewe unataka kufanya nini? Si ni mpenzi wake? Mpenzi wake na mpenzi wake. Unamfuata au unifuata mimi? Si mtu na mpenzi wake? Mimi nimekufuata wewe. Sasa wewe unataka kumpane na nini? Huyu kwa sababu ndo amesababisha mpaka kumbe ndo umeondoka nyumbani. Sio yeye. Sababu ya aliyosababisha ni Swede. Aliyosababisha Swede. Kwa nini akulete? Anasababisha vipi huyu? Kwa nini akulete? Bro, sorry mwanangu, inakwaje? Uelewi vipi? Uelewi mke wangu unasema uelewi vipi sasa ndugu yangu? Mke wako? Ndio muulize vizuri. Mungu mchanganyikiwa ni mnambosi kuelewa. Kuchanganyikiwa vipi huyu mke wangu? Kwani huyu nani? Bosi huyu. Mimi simjui. Wewe boy. Hebu sogea kwanza pembeni. Kaeni mbali. Hapa kwangu usirefanye fujo mwana. Usiniambie hapa kwangu. Huyu ni mke wangu mimi. Vipi baba? Sasa mbona unamkunja mwanamke wa nini? Mimi nataka nimchukue tuondoke zetu. Sasa ndo unamshika hivi? Au unamshika vipi? Sasa bwana, kwani mwanzoni nyumbani alikujaje? Alikuja kwa kumkunja au uliongea naye? Niliongea naye. Sasa usiongee naye arudi. Kila nikijaribu kuongea naye tunashirikana. Mzee bwana wanivunjia utu bwana. Mimi mwenyewe nimekuja kwa ajili ya kupatanisha babu. Kupatanisha vipi na umekaa kimya? Sikia mwanangu, sisi sio wanyonge mwanangu. Mimi kaa kimya, unajua sio kama kuogopa mwanangu. Umesikia? Wewe unasema nini? Wewe utakaje? Wewe unasemaje? Subiri basi. Ngoja kwanza. Yaani mimi ngoja kwanza. Yaani anachukua mke wangu, alafu tena anatakaje? Subiri basi. Okay, anyway bro, ngoja mimi nielezee kwa sauti kubwa ili mradi kila mtu aelewe, si ndio? Subiri, mimi nanukuu kama ulivyoniambia. Alikuwa ni mwanamke wake na alikuwa anaishi nyumba moja, akampa ujauzito. Ila ugomvi wao ulitokea baada ya binti huyu kushika ujauzito. Malumbano ndani ya nyumba. Mshikaji anataka akatoe mimba huyu mwanamke. Si unaelewa? Dakika za mwisho binti inasemekana kuwa aligoma, si ndio? Ndio. Mkaachana. Miezi mingapi? Miwili, sio miwili na nusu, right? Mitatu. Sasa hiyo mitatu leo tunakuja kwa ajili yeye anataka kumuomba samani mwanamke wake, warudiane. Mimba gani? Mimba huyu. Kwani brother, je, kuna watu wanakaa wanaachana miaka mitatu na wanarudiana minne mitano? Sijaelewa kwanza, wamenichanganya sijaelewa. Yaani mimba gani mimba gani amezungumzia nyinyi? Huyu alikuwa ni mwanamke wake kipindi hicho. Mimba yake. Kwa mimba yako wewe au nani sasa? Huyu nani? Huyu nani? Huyu anasema alikuwa. Huyu anaishi naye mke wangu huyu hapa, huyu mke wangu. Sasa mke wako vipi? Huyu anaishi naye, huyu ndo anaishi naye, usalimu ugali wa watu. Ana muda gani? Miwili. Subiri, yani issue ni kwamba wewe tunaenda mbele tunarudi nyuma. Hiyo miezi miwili mitatu uliochana nayo alikopo anaishi wapi? Alikuwa anakula nini? Inawezekana kana hapa anakuja tu na kuondoka, inawezekana pia hilo. Sio kwamba kila ameondoka nyumbani basi ndo anakaa hapa muda wote, sio kweli. Kwa hiyo upo tayari kurudiana na mwanamke ambaye umemkuta kabisa anafanya mapenzi na mwanamke mwingine? Mimi najua nitakachokwenda kukifanya nyumbani. Na maana hiyo sasa hiyo niko mwenyewe hapo. Hapana, hapo. Kwani unataka nini mpaka dakika? Maana sikuelewi. Namtaka mke wangu. Hebu usinishike. Simshike. Ongea mimi na wewe, tuongea wawili wanaume. Wewe kwani unataka nini? Nataka mke wangu. Soko vipi mwanangu, mke wangu mimi huyu. Kwanza wewe nani yani? Mimi ndio muhusika halali, mwanaume halali, hata katika ndoa chochote unachokitaka wewe kuhusu huyu kwangu mimi nakuonyesha. Kwa nini usije nacho? Ina maana unataka nije nivieke hapa sasa. Si mke wako halali, kwa nini usije nacho? Basi bwana. Naona mambo yashakuwa mazito. Baada ya mimi mwenyewe nimeshakili. Sina tena la kufanya. Sasa mwanangu mmoja kumharibia mwenzako. Sijategemea kama itatokea hiyo. Umesikia mwanangu? Ongea na mimi, huyu nani? Ongea na mimi mwanangu. Huyu ni mke wangu, nilishakujibu kila mahali. Mke wako vipi? Mke wako vipi yani? Basi kuelewa. Tushajibiwa tu. Wewe ushajibiwa tena. Unataka nini? Mwingine sawa. Kweli kinyonge kabisa. Unafikiri leo wenzako wataishi vipi? Wewe kama ulikuwa unajua, subiri. Mimi naenda kuishi. Mimi naenda kuishije? Sasa subiri. Haya, wewe uko tayari kumpokea wewe mwanamke? Mimi niko tayari kumpokea. Wakati Wakati naelewa kile kiumbe ni changu mimi. Wewe unataka kuishi naye kwa sababu ya kiumbe alichonacho au ni vipi? Kabisa. Sasa hicho kiumbe ni cha huyu. Kashaniambia cha huyu, basi itabidi nikubali. Nenda. Sasa nenda. Ulinitupa, nizoka niokota. Niache na maisha yangu, niache na mahusiano yangu. Nenda mwanangu. Nenda, nini shida bwana? Yaani mambo sio yeye. Ushaambiwa bro, siongee na wewe. Siongei. Siongei na wewe. Usipandishe sauti. Mimi siongei na wewe. Usipandishe sauti. Siongei na wewe.
Wewe vipi bwana? Au hilo limwili lako unataka kumtoa wapi huyu? Hilo limwili lako unataka kunitishie mimi mwanangu? Kwa nini unataka nini kwani? Wewe unataka nini? Mwili wako unataka Mimi nanili. Nyie ni watu wazima, nyie mtaongea nyie mtajua lugha gani mnataka kumalizana na nyie. Wewe unanichukulia kinyonge mwanangu, umeshachukulia mke wangu kila kitu. Kuna panga huko utoke nalo? Moze, hem tuondoke tukaongelee mbele. Twende tukaongelee mbele. Tuondoke. Tuondoke. Njoo tuongelee huko. Mimi nishachoka hapa. Sikia ganzi. Hivi mwanangu ulikuwa unajua kama mwanamke yule ananiliwa? Ulikuwa unajua kama ana ujauzito, hana ujauzito au anaishi na mwanaume? Ulikuwa unajua? Hilo sifahamu. Sasa kama ufahamu, kwa pale ujauzito ni wa nani? Sasa eti mwanangu ujauzito ni wa nani? Inawezekana kama amemsukumizia tu jamaa kwa sababu kidogo sasa hivi ana change, lakini ule ujauzito mimi nakwambia ni wangu. Ndio kwa huo. Inawezekana yule jamaa ana vichange, si umeona ndani mule. Inawezekana kama ana vichange ndio tatizo. Lakini yule nakwambia brother, yani vieti ndio yani vyote unavyojua wewe kabisa yule wangu. Hapa na mimi ukubali moja. Leo mshaukataa. Yaani mwanangu hata ila kweli mwenyewe ningejua mwanangu yani sio kwa nini sikuliwaza. Hatukutakiwa kuja nyumbani. Sasa tulitakiwa kukaa sehemu tukae na binti tuzungumze tuone nini kitananilio. Basi okay, naomba nisubiri kidogo. Sawa? Wa mzee wangu. Nakuomba basi mara moja mwanangu tuongea. Hivyo. Mzee wangu kwanza bwana samani, sorry kwa hiyo issue bwana iliyotokea hapa. Nadhani jamaa yule ni Kiswahili, hiyo sijui labda anamuonea wivu vipi, ila kweli ni kwamba washaikudate kwanza tu mkakaa samanini, kwa sababu mimi najua katika hili lililotokea leo inawezekana nikaa nimeacha pengo kubwa sana na mawazo katika kichwa changu. Kwa hiyo siingilie kitu chochote, jaribu kuangalia kama kuna namna yoyote ya kulimaliza kuzungumza, ila jamaa yule tumuona kule, yule ndo anamakosa, yule ana wivu tu na ex wake. Yaani namshangaa tufujo, yani sielewa ni sisi tumekuja hapa kwa bahati mbaya tukakuta mpo kazini nini, unajua tukaa tumesikilizia hapa. Kwa hiyo dakika za mwisho ni kwamba vijana, unajua vijana alimwacha, alimpoteza, ndio hivyo bado anapagana. Labda mimi nitakuwa niondoke hapa sasa, mimi nisafiri safari hapa ile Tunduma sasa hivi. Unafanya kazi ya Tunduma? Mwanangu sasa mbona mimi naondokaje? Wewe unafanya mishi gani? Mimi sasa magari ya Tanboy. Yule konda pembeni yule magari makubwa. Tanboy. Pole sana. Sasa kama afya yangu anamtaja mtu hivi. Kazingua, of course kazingua, yeah. Inshallah basi ngoja tu nitakapokuwa mwanangu. Mimi samani, naomba niombe tena samani. Na kama kuna lolote basi tunaweza tukachukua namba yako tukabadilishana hapa. 06 06 50 hapo napiga utaikuta mwishoni 31. Poa. Kama kuna lolote Monsuri
Kama kuna lolote ambalo litatokea labda umeshindwa kulielewa basi utanishirikisha. Haina noma mzee. Pamoja mzee. Poa. Bwana mimi niwaambie kitu kimoja tu. Mimi ni balozi wa Barcelona Real Estate na leo tuna habari mpya kabisa ambayo natamani kukuambia. Barcelona Real Estate cha kwanza ni shirika ambalo linafahamika kiserikali. Lakini pia tunahusika na kuuza viwanja vya makazi pamoja na biashara. Pia Barcelona Real Estate tuna uwezo wa kukuuzia nyumba za kisasa kabisa kuanzia milioni 200 mpaka bilioni 1. Tunapatikana kata ya Ubungo na Kinondoni na ofisi zetu zipo Madale. Ukiwa unaenda Madale kabla hujafika Mnadani, mkono wa kulia tu pale utaona bango kubwa limeandikwa Barcelona Real Estate. Lakini pia tuna uwezo kukuuzia kiwanja wewe kuanzia siku ya mita 1 kwa shilingi 40 mpaka siku ya mita 1 kwa shilingi 100,000. Viwanja vyote vimepimwa na vinatambulika mpaka halmashauri. Lakini pia kama utatamani kuangalia video zetu zaidi, unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram. Tunapatikana kama Barcelona Real Estate. Tupigie kwa namba hizo hapo ambazo unaziona kwenye screen. Muda wote tunapokea siku 7 za wiki ndani ya masaa 24. Muda wote ule wetupigie. Na imani utapata